takriban bilioni 1 na kitu ambazo bado hazijalipwa. Nimetoa mimi maelekezo mahususi kwa taasisi zote zinazodaiwa zikiwemo halmashauri na taasisi za umma kwamba mwaka wa fedha huu tulionao 2026 27 uwe ni mwaka wa kumaliza madeni yote, na tulisimamia kuona kwamba ulipaji wa madeni unaingizwa kwenye bajeti ya serikali ya mwaka 2026 27. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba wale wanaotudai, wale waliobaki ile bilioni 1 na pointi, tunaamini kabisa kwamba mwaka wa fedha huu tulioanza mwezi wa 7 watakwenda kulipwa madeni yao. Taasisi wanaosimamia taasisi mbalimbali, hakikisheni hamtengenezi madeni mapya, kwa sababu kwa sasa hivi serikali inaleta fedha kamili kwa ajili ya mradi husika. Kwa hiyo tunafanya jitihada ya kuwalipa watu wetu. Hakikisheni hamtengenezi madeni mapya kwa watoa huduma hawa, wakandarasi na wote wanaodai ambao ni sekta binafsi. Niwahakikishie kiasi kikubwa ipo hivyo, lakini nikiri kwamba kwa kiasi kidogo ipo baadhi ya miradi ambayo haijafikia ule ubora uliokusudiwa. Jambo la kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu alituelekeza Tanzania nzima, mikoa yote na wilaya zote, tutengeneze vikosi kazi vya wahandisi wa kutoka idara mbalimbali na taasisi mbalimbali ili ziweze kufanya usimamizi wa miradi na ziweze kufanya ukaguzi wa miradi ili kuhakikisha kwamba miradi hiyo inakuwa na ubora unaostahili. Tayari tumeshatengeneza timu hizo za wataalamu wahandisi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miradi hiyo inasimamiwa tangu hatua za mwanzo, inakaguliwa, maelekezo mahususi ya kitaalamu yanatolewa ili kuhakikisha kwamba standardi zilizowekwa na serikali kwenye dokumenti za serikali, standardi hizo zinazingatiwa na miradi hiyo iweze kuwa na ubora unaostahili. Niwahakikishie kwamba mimi pamoja na wenzangu, wakuu wa taasisi, katibu tawala wa mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi watendaji wa halmashauri mbalimbali na wakuu wa idara pamoja na viongozi wetu, tutashirikiana pamoja na viongozi wa chama kuendelea kusimamia miradi hii ili iweze kuwa na ubora unaostahili na iweze kuleta manufaa makubwa kwa Wanakatavi kwa muda mrefu kama ilivyokusudiwa na Mheshimiwa Rais. Katavi oye! Lakini pia kuna makundi mengine waliwasilisha kuhusu sera na sheria zinazohusiana na mikopo, pia uwingi wa tozo kwenye baadhi ya sekta kama vile sekta ya uvuvi. Wa mfumo wa chama na serikali, sote tutaelewa yeye anaziwasilisha kwa nani. Kwa hiyo tuhakikishie wananchi mnaokuja hapa kwamba hizi changamoto sio kwamba tumejitafutia cha kufanya. Hapana, maagizo ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan na wakuu wa mikoa wamepata hayo maelekezo kutoka kwa wakuu wao, na ndio maana wote wako hapa, kwa sababu Mheshimiwa Rais anataka kujiridhisha kwamba wananchi wake mnasikilizwa kama alivyoahidi wakati anawaomba kura. Kwa hiyo na mimi niungane na chifu wa mkoa pale kwamba tumuombeeni sana Mheshimiwa Rais, lakini kwa kweli kwa hili tumpongeze sana. Na pengine si shaka nikiwasikia nyote mkisema kwamba hatujawahi kuona mkutano kama huu. Ndio Ndio. Huu mkutano haujawahi kutokea. Mkutano wa kutoka kiongozi wa kitaifa kuja kuwasikiliza wananchi Katavi haujawahi kutokea. Kwa hiyo tumpongezeni sana Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha huu utaratibu kwa upande wa chama, kwa sababu kwa upande wa serikali unaendelea kwamba wananchi wasikilizwe kero zao zilizowashinda serikali, chama kisimamie. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuja na kuwasilisha changamoto hizo. Tunaomba sasa, unaposema tunatoa elimu, tuone kwa mwaka unafanya mara ngapi na maeneo gani. At least kila wilaya kwa mwaka mara moja mafunzo yaendeshwe. Kwa hiyo RC naomba hilo pia ulisimamie. Lakini nimempongeza sana binafsi, ilinigusa ndani ya nafsi RC alipopiga marufuku suala la ukaguzi kwenda na askari wa aina yoyote, wawe wapgambo, wawe sijui nini, na si lazima tu kwa maandishi. Hata kwenye vijiwe vya bodaboda, bajaji, unakwenda kufanya ukaguzi, unaenda saluni kufanya ukaguzi, unaenda na askari. Why? Watendaji wa serikali, kwa nini unafanya hivi?
kwa sababu tayari mnajiona mna mamlaka. Wewe una misuli, wengine hawana, unaowafuata hawana, lakini kwa sababu unaona kwamba unaenda kutisha, huendi kufanya kazi, unaenda kuburuzana na watu, huendi kuelimisha, ndio maana mnafanya. Na mimi ninaamini, ninapokumbuka na naamini kwa waziri mkuu tuliokuwa naye, haya mambo ameyakataza na amekemea sana. Na sisi viongozi wa kitaifa tunayakataza na tunaagiza muache mara moja kabisa. Mnaokaa ofisini mnaojua utaratibu, nyinyi mnapokuja kukaguliwa maofisini, hebu wakurugenzi wa halmashauri wasimame, waliokuwepo. Simameni. Naombeni mkae. Nilikuwa nataka kujua kama mko na mko wangapi na mko wapi. Mnapokuja kukaguliwa, si mnaandikiwa barua na wakaguzi? Pengine hawaoni mnapojibu. Sasa naombeni tena msimame. Mnapokuja kukaguliwa, si mnaandikiwa barua na wakaguzi kuambiwa kwamba mnakuja kukaguliwa tarehe fulani? Ndio na wakikifika ile tarehe kunatafulia kitu gani kwanza? Entry meeting, si ndio? Na wakimaliza wanafanyaje? Exit meeting, si ndio? Sasa kwa nini nyinyi wanaenda kuwakagua wengine ofisini kwao na askari tayari? Na hamuoni shida? Kwa sababu sidhani kama hamjawahi kusikia kwamba watu wanaenda kukaguliwa, kwa sababu zile ni ofisi zao. Wao ofisi yako iko vile ilivyo, yeye ofisi yake ni ile. Mimi fundi anayenishonea nguo zangu namuuliza, uko ofisini? Ananiambia ndio. Basi nakuja kesho ama ile ni ofisi yake. Unaingiaje ofisini kwake bila taarifa? Amekukaribisha? Lazima muheshimu na ofisi zao. Na mimi sasa natoa marufuku, mnapopanga ziara za ukaguzi mpeleke taarifa. Msende kuwavamia, kwa sababu hatuna lengo la kutisha wananchi, tuna lengo la kusimamia utaratibu. Kwenye enforcement tuna elimu, tuna taratibu, tuna ngazi, tunaandaa, tunatengeneza miongozo nini, na pia ndio maana kila baada ya muda tukiona ni ngumu kutekelezeka, tunaipitia ile miongozo, tunabadilisha. Naombeni mkae. Kwa hiyo na mimi nawaombeni kupitia vikundi na nyinyi kwa kufuata utaratibu na kwa kutengeneza mazingira sahihi ya mahusiano baina ya ofisi ya serikali na ofisi zenu za ujasiriamali. Naombeni ofisi za serikali mkienda kufanya ukaguzi mpeleke taarifa. Kwa nature ya ofisi zao, si lazima taarifa ya wiki nzima. Mnaweza hata leo kwa kesho, au mkawatengenezea ratiba kwamba wiki hii ama mwezi huu tutakagua ofisi za saluni za wanaosuka na vinyozi. Wiki hii tunaenda kwa mamalisha na babalisha